Nataka nizungumze kitu kinaitwa mambo muhimu ya kuzingatia katika maisha ya Ukristo. Unajua mchungaji, nimegundua kitu kimoja, na tusipokaa makini, mimi tangu nimeokoka, zamani wakati naokoka niliamini sana katika kuwekewa mikono. Sio mbaya, lakini nikaja nikagundua kwamba hivi kuna vitu vya kimungu ukizingatia, hata kama hujawekewa mikono, alichokisema Mungu kinatimia kwako. Jamani, Yesu asifiwe. Acha hapo. Jamani, huyu jana amenifurahisha, amepiga muziki vizuri, tumpigie makofi. Unajua nilikuwa naangalia nikafikiri watu wanapiga wangapi? Ni mtu mmoja tu. Yaani anafanya kazi ya muziki inaonekana rahisi. Kapiga bezi humo, kapiga kinanda humo, kapiga nini? Barikiwe sana bwana. Nimefurahi sana. Jamani, haleluya. Na katika masomo yangu mbeleni liko somo linaloitwa na kumtumikia Mungu. Nitahubiri kama sio kesho kutwa. Nitagusia vitu kama hivi. Kila aliyokoka ni mtumishi wa Mungu. Jamani, Yesu asifiwe. Sasa nikasema hivi kwamba wakati naokoka 2005 ndio mwaka nimeokoka mimi. Nikawa napenda sana kuombewa ili Mungu ajibu mahitaji yangu. Lakini nikaja nikagundua kwamba kuna vitu ambavyo Mungu amevisema kwenye maisha. Yaani wewe unayafanya ya Mungu, Mungu anafanya ya kwako. Jamani, amina. Au niseme hivi, wangapi kwenye maisha yao Mungu namba moja kwenye maisha yao? Kabisa unasema wallahi wa rasuli wa sallallahu, mimi Mungu namba moja. Inua mkono kama ni Mungu namba moja. Nisikilize. Nitaongea vitu vingi sana wiki hii, lakini katika vyote naomba usahau vyote, lakini usisahau neno moja, kumweka Mungu namba moja. Mimi ushuhuda wangu, mimi nimekaa hapa Dar es Salaam, nilikuwa nauza matembele. Nimekuwa house boy nyumba 8. Kwenye house boy sikuwahi kumwacha Mungu. Sikuwahi kosa ibada. Anasema hivi, na wapenda wale wanipendao, wanitafutao kwa bidii Leo watu tuko busy na mambo mengi. Bidii unayoiweka kwenye mambo yako, ni kuambia kitu kimoja, hebu jaribu kuweka kwa mambo ya Mungu miaka 2 uone. Narudia, wangapi kwa Mungu namba moja? Haya, nauliza swali moja. Tumefunga shule, sema amina. Tarehe 9 ndio wanafungua Tarehe ngapi? 9 mwezi wa 7. Haya, kama wewe ni mlezi au ni baba wa mtoto unasomesha, mwanao anaenda chuo au shule, unapigiwa simu na mwalimu, unaambiwa hivi, mtoto wako atumpokei paka umalizie 200,000 iliyobaki. Mwalimu anakata, anapiga mchungaji kiongozi kwamba hapa kanisani kuna dharura ya 200,000, mama fulani tusaidie. Naomba uwe mwazi pasipo unafiki na kupepesa macho. Hiyo hela utaipeleka wapi? Shule. Haya, wangapi kwa Mungu namba moja? Jamani, Yesu asifiwe. Nimejifunza vitu sana. Mimi wakati nakaa Dar es Salaam hapa, nilikuwa sina nyuma wala mbele. Nilikuwa nakaa maeneo ya Udongoni pale, Gongo la Mboto. Alafu Mungu alinipa kitu kimoja. Aliniondolea mshipa wa aibu. Unajua kwenye maisha, mwambie Mungu niondolee mshipa wa aibu. Ndio unaweza ukafanya mambo makubwa. Unajua hakuna kitu kibaya, kijana umefika umri wa kuoa, unauza matembele, lazima mshipa wa aibu uondoke. Alafu na bahati mbaya nilikuwa nayapeleka, nakwenda kuuzia kanisani Jumapili. Naingia na kiloba kinakaa pale. Nani anaweza leo? Lakini kwenye matembele nimwambia Mungu, haya matembele na kutumikia mimi kupitia kuuza matembele. Jamani, Yesu asifiwe. Nikaenda namna hiyo, sikuwahi kosa ibada. Mambo ya Kigoma na hamia kufyatua tofali. Ikifika saa 9 nafunga, naenda kanisani. Pote nikasinzie kanisani. Unajua bora usinzilie kanisani. Maisha yakaendelea. Lakini leo hii alhamdulillah naishi uchumi wa kati. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mchungaji ukisema uchumi wa kati watu hawaelewi. Uchumi wa kati maana yake ni hivi. Ukiona mchungaji mtu amefikia level ya kusahau 10,000 kwenye suruali, huo ni uchumi wa kati. Utasahauje hela? Yaani ukiona umefika wakati unasahau 10,000, 5,000 unaisahau kwenye suruali au kwenye shati, huo unaitwa uchumi. Na kama bado unanunua umeme wa 3,000 unapewa uniti 70, huo si uchumi wa kati.
Yaani kwako unanunua luku 3000 unit 70 bado. Yaani bado. Takiwa yani 10,000 unapewa unit 6. Ndio uchumi wakati. Haleluya. Watu wanaonifahamu wakinionaga mimi, wenye kulia wanalia. Leo hii na watoa watoto out kwa ndege. Unajua watoto wengine wana bahati. Sisi tumezaliwa, tunasoma shule, tunakula kwa watu. Leo hii watoto, unajua sikiliza kwa bibi. Ukimweka Mungu namba 1 automatically na yeye anakuweka namba 1. Na Mungu yuko hivi, unaweza kumtumikia Mungu, lakini Mungu akabariki sio tu wewe na uzao wako na muendelezo wa uzao wako, lakini Mungu akikukataa, anakukataa wewe paka na kizazi chako. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la leo imefika wakati Mungu hatujamsamini. Hatujamweka namba 1. Yaani tumemweka kama namba. Kama unabisha wewe angalia tu. Mungu amekulinda wiki nzima, Jumatatu mpaka Jumapili. Angalia sadaka unayompa. Buku au 2,000. Na kuna mtu mwingine mchungaji ukiona amekuja kutoa ushuhuda hapa. Ukiona amekuja kutoa, yani ukiona amekuja kutoa sadaka ya shukrani, ujue amekoswa na boda. Ndio anakuja. Wapendwa, Yesu asifiwe. Kumtolea Mungu shukrani hata kama hujakoswa na bajaji, toa shukrani kwa Mungu. Tena uwe na mpango kwamba kila mwisho wa mwezi namtolea Mungu shukrani. Kila mwaka namtolea Mungu shukrani. Wanaokufa ni wangapi? Wanaopata ulemavu ni wangapi? Wanaoachishwa kazi ni wangapi? Wanaoachika ni wangapi? Jamani, Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jiwekee utaratibu. Sasa leo nataka nizungumze mambo ya kuzingatia. Mambo muhimu ya kuzingatia kwenye maisha ya Ukristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nani anisomee kitabu cha Wafalme? Ni story ndefu kidogo, nitajitahidi tuisome yote. Alafu nipate sasa vipoguzuri. Na yataja mawili tu. Mambo mawili tu ya kuzingatia. Wafalme wa kwanza 13:1. Aliyepata anaweza akasoma vizuri pasipo kuscratch. Amina. Hebu sema kwa neno la Bwana. Alikuwa akisimama penye madhabahu. Afukize uvumba. Basi mtu huyo akapiga kelele juu ya madhabahu kwa neno la Bwana akasema, madhabahu, Bwana asema hivi, angalia, mtoto atazaliwa katika nyumba ya Daudi, jina lake Yosia, na juu yako atawachinja makuhani wa mahali pa juu wanaofukizia uvumba juu yako, na mifupa ya watu itateketezwa juu yako. Akatoa ishara siku ile ile. Akasema, hii ndiyo ishara aliyoinena Bwana, tazama madhabahu itapasuka na majivu yaliyo juu yake yatamwagika. Ikawa mfalme Yeroboamu alipoyasikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipopiga kelele juu ya madhabahu huko Betheli, alinyosha mkono wake pale madhabahuni. Mfalme akamnyoshea mkono yule nabii kutoka Yuda. Akasema, mkamateni. Basi ule mkono wake alionyosha ukakatika. Mkono wa mfalme, hebu sema ukakatika. Wala hakuweza kurudisha kwake tena. Madhabahu ikapasuka, majivu ya madhabahu yakamwagika, sawa sawa na ishara aliyoitoa mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Mfalme akajibu akamwambia yule mtu wa Mungu, umepoteza umsii Bwana. Mfalme akamwambia, umsii Bwana Mungu wako. Umsii Bwana Mungu wako, ukaniombee ili nirudishiwe mkono wangu tena. Yule mtu wa Mungu akamwomba Bwana, mkono wa mfalme ukarudishwa tena. Mkono wa mfalme ukarudishwa tena. Ukawa kama ulivyokuwa kwanza. Mfalme akamwambia mtu wa Mungu, karibu nyumbani kwangu ujiburudishe. Sikiliza, mfalme sasa anamwambia yule nabii kutoka Yuda kwamba karibu nyumbani kwangu ujiburudishe. Kumbuka
wakati huyu nabii anatoka, alipewa maagizo na Mungu kwamba utakapofanya ile shughuli, usile kwa mtu, usinywe maji kwa mtu, na usirudie njia ulioiendea. Hebu soma pote afu nije nihubiri. Nami nitakupa thawabu. Mtu wa Mungu akamwambia mfalme, ujaponipa nusu ya nyumba yako, sitaingia pamoja nawe, wala sitakula chakula, wala sitakunywa maji mahali hapa. Maana ndivyo nilivyoagizwa kwa neno la Bwana. Maana ndivyo nilivyoagizwa kwa neno la Bwana. Hebu sema kwa neno la Bwana. Kwa neno la Bwana. Huyu nabii anazingatia alichoagizwa na Mungu. Kusema usile chakula chochote. Usile chakula chochote. Wala usinywe maji, wala usirudi kwa njia ile ulioijia. Basi akaenda zake kwa njia nyingine. Akaenda zake yule nabii kijana kwa njia nyingine. Wala kurudi kwa njia ile aliyoijia Betheli. Hakurudi kwa njia aliyoijia Betheli. Ndio. Basi nabii mmoja mzee alikuwa akikaa katika Betheli. Hebu tuote tuseme hivi, nabii mmoja mzee. Nabii mmoja mzee. Na wanawe wakamwendea wakamwambia kila neno alilolitenda yule mtu wa Mungu siku hilo katika Betheli. Ile nchi palikuwepo na nabii mmoja mzee, ila kwenye hilo tukio hakuwepo, lakini watoto wake walimpasha habari kwamba kuna nabii mmoja kijana kutoka Yuda alikuja amefanya yafuatayo. Nabii na mzee akawaambia ameelekea wapi. Endelea mama. Na maneno aliyomwambia mfalme, hayo nayo walimwambia baba yao. Baba yao akawaambia amekwenda zake kwa njia hipi? Kwa maana wanao walikuwa wameiona njia ile aliyoiendea yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda. Akawaambia wanawe, nitandikieni punda. Wakamtandikia punda, naye akapanda. Akamfuata mtu wa Mungu, akamkuta ameketi chini ya mwaloni, akamwambia, je, wewe ndiwe yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda? Akamwambia, mimi ndiye. Akamwambia, karibu kwangu nyumbani ule chakula. Naye akamwambia, siwezi kurudi pamoja nawe, wala kuingia pamoja nawe, wala sili chakula, wala sinywi maji pamoja nawe hapa. Kwani nimeambiwa kwa neno la Bwana, usile chakula wala usinywe maji huko, wala usirudi kwa njia ile uliyoijia. Akamwambia, mimi nami ni nabii kama wewe. Sikiliza, anamshawishi huyu nabii mzee, anamshawishi huyu nabii kijana kwamba twende ukale chakula kwangu, unywe maji. Nabii kijana anakataa. Anasema kuna mambo ya muhimu nimeambiwa na Mungu. Angalia point. Anasema hivi, mimi nami ni nabii kama twende. Na malaika akaniambia kwa neno la Bwana kusema, mrudishe pamoja nawe nyumbani kwako, ale chakula, akanywa maji. Lakini alisema uongo. Alisema uongo. Basi yule mtu akarudi pamoja. Yule mtu akayalifu neno la Mungu, akarudi na nabii mzee, akaenda akala chakula. Akarudi naye akala chakula, akanywa maji nyumbani mwake. Hata ikawa walipokuwa wameketi mezani, neno la Bwana likamjia nabii yule aliyemrudisha. Akamlilia yule mtu wa Mungu aliyetoka katika Yuda, akinena, Bwana asema hivi, kwa sababu umeiasi kauli ya Bwana, wala kuishika amri ile aliyokuamuru Bwana Mungu wako, bali umerudi ukala chakula ukanywa maji, hapo alipokuambia usile chakula wala usinywe maji, maiti yako haitaliingia kaburi la baba zako. Basi kama alipokwisha kula chakula na kunywa maji, alipokwisha kula chakula yule nabii kijana, yule nabii aliyemrudisha akamtandikia punda wake. Na alipokuwa amekwenda zake, alipokuwa njiani, simba alimkuta njiani, akamuua. Maiti yake ikatupwa njiani. Jamani, ngoja niulize swali moja. Kitu gani kilimfanya afe huyu baba? Ni simba au? Unajua kifo huwa ni sababu tu. Yaani kifo, yaani kuna agenda nyuma ya kifo. Lakini hapo tunaona chanzo cha kifo sio simba. Chanzo cha kifo ni huyu nabii kijana kutokuzingatia. Jamani, amina. Simba akamla. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa siku hii ya kwanza leo katika semina hii, katika ibada hii. Mtumishi wako niko mbele zako. Taji neema yako, uwepo wako. Bariki watumishi wako waliofika hapa kwa neno lako, wakija kujifunza,
Roho Mtakatifu, wewe ndiye mwalimu wetu, utufundishe katika sawasawa na ahadi yako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Hebu sema mambo ya kuzingatia. Maelekezo ya Mungu ndio ramani ya maisha yako. Sema amina. Narudia. Kwenye maisha, maelekezo ya Mungu ndio ramani ya maisha yako. Kama hautafuata maelekezo ya Mungu, ramani ya maisha yako inayumba. Na nimeona wengi, mimi leo hii nilikotoka nimekuwa ushuhuda mkubwa sana, kwa sababu naokoka, naonekana sina kitu, nakaa kwa watu, nimekuwa houseboy nyumba 8, lakini leo Mungu amenifikisha mahali ambapo, mchungaji shahidi, mimi leo nimefahamika Tanzania nzima, nahubiri makanisa mbalimbali na alikuwa mikutano mikubwa, lakini sina elimu, ila ni neema ya Mungu. Na Mungu kumtambulisha mtu, Mungu akiamua kumuinua mtu huwa hesabu shule alizopita. Hiyo ndio kanuni ya Mungu. Mungu akiamua kumuinua mtu, hajalishi ukoo aliotoka, hajalishi elimu yake, hajalishi sura yake. Mungu akimnyoshea mtu kidole, amemnyoshea. Sema amina. Nataka nikueleze mambo muhimu ya kuzingatia. Mungu kuna mambo amesema kwenye Biblia. Jamani, amina. Siku moja mwezi uliopita nilikuwa naenda Singida. Natoka tu asubuhi, naondoka na gari yangu. Saa 11 nimewasha taa kwenye gari. Katikati ya barabara nikamwona mwanaume mmoja anaoga, yuko uchi. Mwanaume mmoja anaoga barabarani. Na mimi nikajitahidi kumsogelea, nikamulika vizuri. Naona lakini baadaye huyo baba nilimpongeza sana. Nikasema safi sana, anazingatia alichoelekezwa na madhabahu anayoitumikia. Huyo mtu anazingatia upande wa kipepo. Unajua hii dunia ina madhabahu 2 tu. Kuna madhabahu ya Mungu na madhabahu ya shetani. Na hizi madhabahu zote zina operate. Madhabahu moja wapo, ukizama kwenye madhabahu moja wapo, lazima utoboe. Jamani, Yesu asifiwe. Sasa kuna wenzetu ambao wako upande wa shetani, wao wanazingatia, na ndio maana tunaona kwenye uchumi wako juu, kwa sababu wanazingatia. Unajua kuoga barabarani ni jambo la ujasiri. Saa 11 barabarani anazingatia. Taka nimweleze huyu nabii kijana. Nabii kijana kipindi kile ufalme kabla hujagawanyika. Mfalme wa kwanza aliitwa Sauli, Israeli yote. Mfalme wa pili akaja anaitwa Daudi. Mfalme wa tatu aliitwa Suleiman. Mfalme wa 4 anaitwa Yeroboam. Ndipo ufalme ulipogawanyikia pale. Baada ya ufalme kugawanyika, Israeli walijitenga. Makabila 10 walikaa Betheli. Yuda na Benjamini walikaa Yuda. Nisikilize, Mungu alijifunua kwenye kabila la Yuda. Israeli wakawa wanaabudu miungu. Mungu alikasirika kipindi kile. Mfalme wa kwanza wa Israeli anaitwa Yeroboam. Mfalme wa kwanza wa Yuda anaitwa Rehoboam. Rehoboam alikuwa anatawala Yuda. Yeroboam anatawala Israeli. Jamani, Yesu asifiwe. Sasa mfalme Yeroboam alikuwa anafikiza madhabahu ya kishirikina. Mungu alikasirika, akamtuma nabii kijana. Nabii kijana akatoka Yuda. Maandiko yanasema kwa neno la Bwana akaambiwa, nenda mpaka Betheli, nenda kaitabirie madhabahu ambayo inaabudiwa na Israeli, kaitabirie na hiyo madhabahu itavunjika kwa neno langu. Yule nabii akaondoka kwa neno la Bwana, lakini kuna mambo alionywa kwamba ukishamaliza shughuli usirudie njia uliyoendea, usinywe maji kwa mtu, usile chakula cha kwa mtu. Akafika akaitabiria madhabahu baadaye ikavunjika. Mfalme Yeroboam alikasirika, akamnyosha kidole, akasema mkamateni. Aliponyosha mkono ulikatika. Unajua ifike wakati watu mtaani kwako, hata kama hauna hela, wajue una Mungu. Ifike wakati hata kama unakuzidi kipato, lakini wajue kwamba hapana, tunamzidi pesa, lakini Mungu anaye. Jamani, Yesu asifiwe. Sasa nabii kijana, mfalme akamsi, Bwana umenishinda, naomba umsi Mungu wako anirejeshe mkono. Nabii kijana akaamuru mkono ukarudi. Sasa mfalme akaenda kwa adabu, akamwambia hivi, naomba basi ukale chakula nyumbani kwangu, unywe na maji. Akasema hapana, nimeagizwa kwa neno la Mungu nisigeuke kulia wala kushoto. Yule kijana akaondoka. Alipoondoka tu
Kwenye ile nchi palikuwepo na nabii mzee. Hebu sema nabii mzee. Yule nabii mzee akasikia yaliyotokea mle. Alafu wanaye wakamwambia amepitia njia hii. Nabii mzee akamfuata nabii kijana, akamkuta njiani anapumzika, akamweleza kwamba twende ukale chakula kwangu. Akaambiwa hapana, mimi nazingatia mambo muhimu. Akaambiwa hapana, mimi ni nabii kama wewe, twende. Aliporudi akala chakula. Katikati ya kula chakula, roho ilishuka kwa nabii mzee, akamtabiria, kwa sababu umeliarifu neno la Mungu, maiti yako haitaingia kwenye kaburi la baba yako. Yule nabii kijana anaondoka, kataandikiwa punda. Hakufika mbali, simba akamla. Simba akamla. Nataka tujifunze kitu hapo. Bwana Yesu asifiwe jamani. Nataka tujifunze kitu hapo. Hebu sema simba akamla. Ni watu wangapi ambao wameliarifu neno la Mungu, wamelipuuza neno la Mungu? Alafu kuna vitu ambavyo tunashughulika kuombea watu, lakini kumbe tatizo sio Mungu, ni mtu kutokuzingatia. Sasa leo nataka nikupe mambo mawili tu ya kuzingatia. Jambo la kwanza la kuzingatia, hebu sema neno la Mungu. Tunataja mawili tu, alafu ya mambo yana vipengele 1 2 mpaka 3. Jambo la kwanza la kuzingatia kwenye maisha ya Ukristo, neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe jamani. Sema amina basi. Unajua Mkristo, mchungaji, mimi nashukuru sana kanisa hili. Hili kanisa limejengwa kwa neno. Hivi una habari kama kuna makanisa kabisa, yani kuna makanisa yani haya TAG, yani kabisa wameokoka, neno hawana. Mkristo mzuri mwenye mizizi ambaye anaweza akashinda hata majaribu, mwenye neno la Mungu. Unapookoka hakikisha neno umeliweka moyoni mwako. Jamani amina. Kuna siku moja nilikuwa pale kanisani. Sikuenda na gari. Mwaka huu nikafika nikamkuta kijana mmoja amekaa amefunga maombi ya kufunga, anaomba, anamsifu Mungu, anamtukuza. Baba, mbinguni ni duniani, mbinguni mahali pako pa kuwekea miguu yako. Nini? Mbinguni mahali pako pa kuwekea kiti chako. Angalia Baba, duniani ni mahali pako pa kuwekea miguu yako. Baba, suruali yako nani awezaye kuishona? Sasa nikajiuliza, kwa vile Mungu amesema miguu yake, unajua kutokuwa na neno unaweza ukalopoka. Mungu lini akavaa suruali? Jamani Yesu asifiwe. Jambo la kwanza la kuzingatia, neno la Mungu. Nabii kijana kilichomuua baada ya kulipuuza neno. Mara ya kwanza alikuwa amelizingatia neno, alikuja mfalme akamwambia maneno akashinda. Angalia, anakuja nabii mzee anamwambia maneno yale yale, anarudi anakula chakula. Mtu mwenye neno la Mkristo, mwenye neno la Mungu hayumbishwi na upepo. Mkristo mwenye neno la Mungu, yeye haangalii dunia inasemaje, haangalii magazeti yanasemaje, haangalii taarifa ya habari inasemaje, anaangalia Biblia inasemaje. Haendi na kalenda ya dunia, anaenda na kalenda ya Mungu. Unajua kuna wakati mchungaji, kalenda ya dunia inakwambia miaka yako ni 50, alafu hauna chochote, hauna kiwanja, hauna nyumba. Hiyo ni kalenda ya dunia. Lakini kuna kalenda ya Mungu ambayo haina mipaka, hailimitiwi na chochote. Kalenda ya Mungu yenyewe inaweza fanya jambo wakati wowote, mazingira yoyote. Lakini watu wengi leo wanaenda na kalenda ya dunia. Iko hivi, kalenda ya dunia ina limit. Ndio maana leo watu wengi wanafukuzana. Ushawahi kuona mtu anafundisha na kushauri kwamba profesa anafundisha anakushauri kwamba unajua miaka 30 uwe na hiki, miaka 40 uwe na hiki, miaka 55 sio muda wa kutafuta, ni muda wa kula mafao yako. Kama hayapo, acha kutembea na kalenda ya dunia. Kalenda ya dunia kuna saa, kuna wiki, kuna mwezi, kuna mwaka. Na ndio maana angalia, kuna watu wanatembea na kalenda ya dunia, yani watu wanafukuzana. Mtu anakuambia unajua bwana, nikifikisha miaka 30 sina kitu, yani anafukuzana. Na ndio maana mtu anajitahidi hata nywele kujipaka
ziwe nyeusi tu muda wote, anafukuzana na kalenda ya dunia asionekane amezeeka. Ni sawa, huko sawa sawa, lakini nataka nikwambia kwamba katikati ya kalenda ya dunia kuna kalenda ya Mungu. Kalenda ya Mungu ikisema, kalenda ya Mungu yenyewe inahitaji sio mazingira, inahitaji kuliamini neno la Bwana ya kwamba yote yanawezekana kwake aaminie. Ndio maana Abrahamu na Sara aliangalia kalenda ya dunia akashindwa kuangalia kalenda ya Mungu. Akamwambia mume wake, sikiliza, kalenda ya dunia imesema nina miaka hii, huyu mtoto tutamzaa lini? Lakini kalenda ya Mungu ilikuwa bado. Nami nakutangazia kwamba usiangalie mazingira, usiangalie saa ya dunia, usiangalie miaka. Tazama neno la Bwana alichokisema Mungu juu ya maisha yako. Watu wengi leo kilichowakosti ni kalenda ya dunia. Wengine wameiba na kuiba, wanafukuzana maisha. Sasa bwana, yani sasa wanaume wenyewe wa kuoa mbona hamna? Mimi naolewa na yeyote, kalenda ya dunia. Amesahau kalenda ya Mungu. Sawa, unaweza kuolewa na yeyote, kumbe kidampa. Lakini kalenda ya Mungu akikupa mme. Mimi mke wangu walimsema sana, paka pale ofisini wakasema, umetuaibisha. Mtu mwenyewe aliyekuoa hana nyuma wala mbele. Alisemwa paka kajiona kwamba yani walimtia moyo wachache. Baba mkwe amekuja ananiambia leta CV. Baba mkwe alikuwa ni afisa utumishi. Lete CV, ana diary. Nimewekwa katikati kama mwizi. Hii dunia kama una hela. Kati watu wengine wakichumbia tu nakwambia unakaribishwa kwa adabu. Karibu mkwe. Nimewekwa kati kama mwizi. Elimu yako? Nikamwambia la 7. Akaandika. Shai kufanya kazi wapi? Sijawahi. Sipokuwa shai kuwa house boy nyumba 7. Ila zamani zile nilikuwa Igunga, nilikuwa nasimamia majaruba ya mpunga kwa mtu. Kwenye mpunga kule nikateuliwa nikawa mwenyekiti wa mfereji. Mzee akasimama akasema, nikupe shilingi ngapi mwache binti yangu? Hiyo ni kalenda ya dunia. Sikiliza, wakuonavyo watu sivyo Mungu akuonavyo. Mtoto wao akaitwa, alikalishwa na ukoo wa pande, ukoo wa mama, ukoo wa baba, walikutana kumkanya kwamba yani ilibidi apewe ofa ya kwenda kusoma nchi za nje ili anikimbie mimi. Uzuri mchungaji, hawa viumbe akishasema I love you, lete katapila humngoi, tuwapigie makofi. Yani wewe omba tu mwanamke akuelewe. Yani wewe usiombe ukoo akuelewe, omba mwanamke akuelewe basi. Hiyo imeenda. Akasema nitasoma baadaye nikiwa kwangu. Siku moja mzee akanipigia simu, nikupe shilingi ngapi mwache mtoto wangu wewe? Huna nyuma wala mbele. Nikamjibu, mzee, kama sina nyuma wala mbele, sasa natembeaje? Punga mkono wako namna. Sikiliza, ukifuata kalenda ya dunia utakufa kabla ya kufariki. Haijalishi una miaka mingapi. Miaka inaenda sawa, lakini Mungu naye ana kalenda na majira ya kwake. Na majira ya mtu yakifika, hata kama mtampinga, majira yatamtetea. Kandarabashaka. Aya, majira ya kununua gari yakifika, majira ya kujenga yakifika, hata kama simenti imepanda, majira yamefika. Hata kama magari ushuru umepanda, hata kama mafuta yamepanda, majira ya kuendesha yakifika, utaendesha. Mungu angalia mafuta yamepanda, anaangalia majira yako yamefika. Lakini kama majira bado usilazimishe. Narudia. Jambo la kwanza kuzingatia, hebu sema neno la Mungu. Kristo mwenye neno katikati ya changamoto anashinda. Lakini kama huna neno, kuna watu leo wameokoka. Juzi nikamwona mtu eti anashuhudia kwenye mtandao, aliombewa kwa nabii mmoja mkubwa hapa Dar es Salaam. Nikasema jamani, mimi msasheka sijasoma, lakini ujinga usina. Eti jamani, Bwana asifiwe, amen. Mtume namshukuru Mungu, juzi uliponiombea, jana mzungu amenichumu. Huo ni ushuhuda.
Wangapi waliona? Eti mzungu amekuchumu ni ushuhuda. Unajua kuna watu leo makanisani tunao wameokoka, lakini ukweli hauna. Mtu mwenye neno haangalii chochote. Kilichomponza nabii kijana, alipuuza neno. Mtu mwenye neno haangalii watu wanasemaje, anaangalia Mungu amesemaje. Wametangaza inaanza corona upya, mwenye neno anasema asante Yesu, maana ameandikwa tauni haitakaribia hema yangu. Nabii kijana akatoka Yuda kwa neno la Bwana, akafika akaliarifu neno. Mtu mmoja tena, mzee wangu wa kanisa mwaka juzi alikuwa anaomba na yeye, tumempa maiki na tuongoze kwenye maombi. Baba asante, kama ilivyoandikwa, yaliyopita sio ndwele, tugange yajayo. Yaani kuna watu mitambo kanisani. Sasa nina vitu viwili au vitatu kwa nini tuzingatie neno. Jambo la kwanza, tunazingatia neno kwa sababu neno ni Mungu mwenyewe. Kuna watu wanaamini hivi kwamba kuna Mungu alafu kuna neno. Kwa mjibu wa Yohana 1, hapo mwanzo kulikuwako naye neno alikuwa kwa. Kuna watu wanaamini hivi, kuna Mungu alafu kuna neno. Sikiliza, kilichoandikwa kwenye Biblia ndio Mungu. Aliyesema leteni zaka kamili ni Mungu. Aliyesema msiache kukusanyika kila itwapo leo ni Mungu. Kwa lugha nyingine, unapoacha kutenda yale kilichoandikwa. Unajua kuna washirika wengine ni waajabu. Anaweza kukaa kwenye maombi, anasema Baba, niko mbele zako, sema nami chochote. Anakaa kwenye utulivu eti asikie sauti ya Mungu. Kama tu ambacho kimeandikwa ukitekelezi, je, sauti? Yaani kilichoandikwa tu hufuati. Tunazingatia neno kwa sababu neno la Mungu nani? Biblia. Mungu badala ya kuongea kwenye redio, kwenye TV, akatuwekea Biblia. Hakuna useme kwamba uniambie eti kuna Mungu, kuna neno. Hapana. Neno ndiye Mungu mwenyewe. Anasema hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye Mungu alikuwa neno. Kwa hiyo tunazingatia neno kwa sababu neno la Mungu ni Mungu. Kipengele cha pili, tunazingatia neno kwa sababu neno la Mungu linatupa ujasiri. Neno la Mungu linatupa nini? Unajua, mshirika yeyote mwenye neno la Mungu yuko tayari hata kumshuhudia mchawi. Kitu gani kinampa ujasiri wa kushuhudia mchawi? Neno la Mungu. Wapendwa, tusidanganyane. Kama huna neno, huwezi ukaenda kumshuhudia mchawi kabisa. Umeambiwa kwamba yule mchawi ni tishio, yule mchawi anaua kupitia radi. Una ujasiri gani wa kwenda kumshuhudia? Lakini kama una neno la Mungu, unamfuata, kitakachokupa ujasiri wewe sio kwa sababu ya ule mganga. Kitakachokupa ujasiri ni kwamba imeandikwa, hakika hapana uganga, hapana uchawi, hapana nini juu ya Israeli na Yakobo. Hicho ndicho kitakupa ujasiri. Mtu aliyejaa neno anaweza akamshuhudia mganga wa kienyeji. Neno la Mungu. Mimi wakati naanza huduma, nimepambana na wachawi wengi wakubwa, Mtwara, Lindi. Mimi huduma yangu nimeanzia kusini. Wachawi walishindwa kuniua. Walishindwa. Tena kuna mmoja ambaye alinipa masaa. Akasema mwambieni nimempa masaa 3 na kijana aje nitake lazi pale Mtwara pale. Chungaji anaambia, unaona nilikwambia nenda kamwombe msamaha. Neno hana. Nikasema kama Yesu alikufa akaoza, mimi kitu ambacho kilikuwa kinanipa ujasiri kwamba hivi imeandikwa, nimewapa mamlaka na amri kukanyaga nyoka na nge na zote kazi mbovu za adui. Nikasema wachawi ni moja ya kazi za adui. Kwa hiyo siwezi kuogopa. Kwa hiyo neno la Mungu tukiliweka
moyoni linatupa ujasiri. Hata kama unapitia jaribu zito, ukiwa na neno unasonga mbele. Umekaa kwenye maisha ya kupanga, ukiwa na neno unasonga mbele, utakuwa na ujasiri. Lakini kama una neno, na mara nyingi washirika ambao wanaacha wokovu ni hao ambao hawana neno. Ni hao ambao wapo kanisani, neno la Mungu hawana. Yaani wao bora liende. Geukia mwenzako, mwambie, hivi kweli una neno wewe? Yule baba akatuma vijana wawili, kamwambieni nimempa masaa mangapi? 3. 2009. Sitakaa nisahau. Kwanza ilikuja hofu, nikatetemeka. Akaja Roho Mtakatifu akaniambia usiogope. Neno la Mungu lipo, linasema kwamba nimekupa mamlaka na amri kukanyaga nyoka na nge. Alafu hakuna uganga juu ya Yakobo. Nikasema hivi, mwambieni hivi, umempa masaa 3. Yeye amekupa nusu saa, ukamtake razi. Nikasema acha leo watu washuhudie finali. Nikamwambia mwambieni hivi, umempa masaa 3. Yeye amekupa nusu saa. Kitu gani kinanipa ujasiri? Sina chale, sina mganga, ila neno la Mungu. Penda neno, soma neno, jifunze neno, uzulia ibada, penda neno, penda ibada. Washirika ambao neno hawana, kwa mitume wapo. Udongo wanauziwa, matembele wanauziwa, mafuta wanauziwa. Kwa nini? Neno hawana. Wakaniambia, yani wewe hivyo unamjua Mzee Roberto wewe? Nikamwambia sina haja kumjua Mzee Roberto. Namjua Mungu, namjua Kristo. Nikikumbuka masaa 3 mwanaume kazi aliyoifanya, saa 6 mpaka saa 9 alimaliza. Wakaondoka, nikawafuata. Wanaingia nami naingia. Nakuta watu wamejaa kama hivi, wanaaguliwa. Nikafika pale, potelea pote. Alafu njiani naomba Mungu, naondoka sawa. Lakini ikatokea nikazidiwa. Mikononi mwako Bwana. Wewe ubinadamu upo. Nafika, alikuwa chumbani anaagua. Pepo la utambuzi linampa taarifa, kuna mtu ameingia sio wa kawaida. Anatoka yule mzee, amejifunga nguo nyeusi, ana pete za wanyama kila kidole, chui, simba, fisi. Akanifuata akaniambia, wewe ni nani na umeingia nini hapa? Nami nikamjibu, mimi ni captain katika jeshi la serikali ya mbinguni, kikosi cha mizinga. Swali langu ni kwamba kitu gani kanipa ujasiri? Neno. Ungekuwa wewe, ungemwambia jamani yaishe. Neno la Mungu linatupa ujasiri. Yule kijana nabii, kijana kabla hajaliarifu neno alikuwa na ujasiri. Ndio maana aliweza kapambana mfalme, kamnyoshia kidole, mkono ulikatika. Lakini baada ya kulipuuza neno, alikosa ujasiri, akaliwa na simba. Alikosa ujasiri. Watu wengi leo wamekosa ujasiri, neno hawana, au wamelipuuza neno. Jamani, Yesu asifiwe. Yupo mfariji. Jamani, Yesu asifiwe. Punga mkono wako basi. Mimi nakufundisha leo, zingatia neno la Mungu. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Neno la Mungu linakupa ujasiri. Binti, ukishakuwa neno la Mungu, unajua shetani akiona una maandiko, una neno, anakuogopa. Shetani hatishwi na chochote, anatishwa na mtu ambaye ana neno. Manake mahubiri ni mengi. Mahubiri ni mengi, lakini neno moja tu linakufanya ushindi. Amina. Amina. Point nyingine. Neno la Mungu. Kwanza ngoja nitoe ushuhuda kidogo hapo. Penye ujasiri hapo. Siku moja mchungaji, nilikuwa kule Mtwara. Pindikia tofauti na ushuhuda huu. Huu ushuhuda ni baada ya tukio hili. Ndio nikapata na mimi ujasiri sasa. Nilikuwa na mchungaji mmoja ametokea, ni Mkuria, kutokea Msoma kule. Sasa tumealikwa, mimi nahubiri nje, yeye anahubiri semina ndani. Ndio kuna makanisa asubuhi wanahubiri kijijini, wanahubiri semina usiku, jioni mkutano. Mimi napewa kazi ya kuhubiri mkutano. Yule Mkuria anahubiri ndani. Bahati nzuri au bahati mbaya, Ijumaa akafariki mshirika pale.
Alipofariki yule mshirika, mchungaji akasema hivi, twendeni mnisindikize kesho Jumamosi tukamzike mama kwao kijijini. Tukaondoka, tukaambiwa hivi, kule mnakoenda kila nyumba ni wachawi, kila nyumba ni mchawi. Tumefika, mchungaji anatuita, wewe Musa na mwenzako mgawane, mwingine ahubiri msibani, mwingine akazike makaburini. Kusema ukweli mimi niliogopa. Nikamsukumzia mchungaji Olomi, wewe, mimi nikamwambia mimi na kazi kubwa jioni, fanya yote. Nimeambiwa kila nyumba ni wachawi. Ila baada ya tukio hilo sasa, na mimi ndio nikalipizia kisasi kwa huyu baya ubwela. Bwana Yesu asifiwe. Sasa alichokosea yule mchungaji Olomi katikati ya mahubiri, akasema huyu mama alikuwa ni Mkuria, huyu mama Jarogwa Bwana amemwita tuliokoka turogeki, maana wachawi kwetu ni mende. Wazee 6 wakainuka, wako nyuma, rudia maneno yako wewe. Nikasema kumekucha. Mimi nikamkanyaga vidole ili asiendelee kuongea. Akatoa mguu, akasema wachawi wote ni kunguni. Nikasema nyoka yuko polini, unampiga wa kazi gani? Wakasema hivi, mwacheni amalize kuhubiri, tutaonana live. Kitu gani kinampa Olomi ujasiri? Neno. Mtu wa Mungu nisikilize, kama huna neno, wokovu ni mzigo. Raha ya wokovu uwe na neno. Kwa lugha nyingine, unapokuwa na neno maana yake una Yesu ndani yako. Jamani, amini. Sasa tumemaliza kuzika, kuhubiri pale, wakabeba mwili makaburini nako akaongea. Ole wake mchawi aje afukue mwili kishirikina. Uzuri mimi sijaongea chochote. Jamani, mwenye leso mletee mzee Songolo hapa. Jamani, Yesu asifiwe. Sijaongea. Na wao wale wazee wameniangalia, sijaongea. Kwa hiyo sina ubaya na Mungu, sina ubaya na shetani. Unajua kuna washirika wako hivi, hawana ubaya na Mungu, alafu hawana ubaya na, wapo katikati. Washirika namna hiyo punga mkono, ambao hamna ubaya na Mungu alafu hamna ubaya na wapo. Jamani, Yesu asifiwe. Salama yangu sijaongea. Tunazika, anaweka msalaba, anasema ole wako wewe mchawi ujitai unakuja hapa usiku. Tukaondoka. Mimi kwa kweli moyoni nilikuwa na moyo hapa, leo tumeatimba hapa. Akaniambia, Musa, twende tukanunue vocha dukani. Tunatembea kidogo, nageuka nyuma. Tunatembea, bahati mbaya naona wazee kama 10 wanatufuata. Unajua kuna walipofika wakatuzunguka, wakasema naomba mkae chini, murudie maneno yale yale, na kama hautatangua kauli na kaa sawa. Kundi la vijana wakaja wanashangilia, leo tushuhudie wazee wetu na walokole, tushuhudie. Tukazingirwa. Mkuli akacheka. Neno la Mungu linatupa. Mzee mmoja akasema hivi, unatangua kauli au akacheka Mkuli, sitangui kauli, wachawi. Mimi sijatukana mtu, nimesema wachawi. Ukikasirika wewe ni mchawi. Mimi nikawa napiga reverse taratibu, na mwacha katikati, pembeni, katikati. Mwisho nikajumuisha na wale vijana. Mimi nilikuwa namwangalia hivi katikati peke yake. Sijaongea chochote. Mungu shahidi. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye mzee mmoja akasema hivi, nitaongea tu maneno, moto utawaka. Na moto ukiwaka wewe ni kipofu. Hatukuui, tunakufundisha adabu. Utakuwa kipofu maisha yako yote. Mkuli akacheka. Amwezi kwa jina la Yesu. Akiniangalia hanioni. Sina ubaya na Mungu, sina ubaya na shetani.
Nyie uchawi upo. Jamani, uchawi upo. Wewe unakushangaa unayesema eti bora mchawi kuliko mnafiki. Unajua wachawi wewe? Au kwa vile upo mjini, unakaa mjini? Mchungaji, sitaka nisahau. Yule mzee alikuwa na gazeti akaweka chini. Aliongea tu kwa Kiarabu. Moto ulilipuka kama petroli. Pa, moto kawaka hivi. Watu wote wakaambiwa msiogope, nyo moto wausu. Mimi namwangalia Mkuria, usalama wangu kwa Mkuria. Nikaona Mkuria kabadilika dakika hii tu. Akaongea kitu kimoja tu. Bwana Yesu, kwa kusudi hili ulizihirishwa, ulivunja kazi ya ibilisi. Nikaona kanena kwa lugha shantarabori karabasaka. Akaufuata moto kwa daraboseke. Akaukanyaga moto ukazimika, akawaangalia. Alipowatazama na wao akamwangalia. Mimi sasa mapigo ya moyo mimi hapa hayapo, yamehamia mgongoni. Nyie. Unajua kuna wakati unaweza kupitia jaribu, badala ya kuimba nyimbo za kimungu, unaimba tu nitakaza moyo humu duniani niwashinde wafitini. Moto ukazimika. Alipouzima nikaona wakaangaliana. Walipoangaliana hakuna aliyeongea. Huyu akaelekea hivi, huyu akaelekea hivi, wakasambaa. Mimi nikaruka. Kama nyewe kwani wanaume, njooni sasa. Piga makofi kwa Yesu sasa. Unaweza Bwana wa mabwana. Unaweza Bwana wa mabwana. Karabashaka. Sitaacha kusifu jina lako. Nisikie makofi na vigelegele. Nisikie vigelegele. Aya! Sitaacha kusifu jina lako. Ukisikia neno la Mungu, uwepo wa Mungu unashuka. Wale wazee wakasambaa. Hapo ndipo nikajifunza kwamba ni kweli uchawi upo, ni kweli majini yapo, ila jina la Yesu Kristo liko juu ya majina yote. Ila Yesu Kristo manake nini? Hapo mwanzo palikuwako neno. Hebu mshike Yesu Kristo, kamata neno la Bwana, usiogope. Sikiliza, hatukatai kweli uchawi upo, hatukatai wachawi wapo, ila nguvu za Mungu ziko juu ya nguvu zote. Paka leo yule mchungaji akinipigia simu lazima acheke. Musa, unakumbuka sekenda ya Mtwara? Mimi namwambia tu yaliyopita sio ndwele, tugange aje. Sioni haya kwa Bwana, kwako nitang'ara. Kuzingatia. Tunazingatia neno kwa sababu the word of God. Maana yake nini? Ujasiri maana yake nini? Ujasiri. Kiingereza. Ujasiri Kiingereza nini? Yes, confident. The word of God give us confidence. Hebu sema kikubwa uhai. Unajua unapokuwa na neno la Mungu, yani wewe huangalii wamesema mkoa gani wachawi. Wewe unaangalia kwamba kila mkoa Mungu amenipa. Hata kama unafanya kazi uhamishiwe Mtwara, uhamishiwe Sumbawanga, mwambie Mungu asante umenileta kwenye fursa. Uhamishiwe popote waseme kuna uchawi. Manake wewe ni nuru, na nuru iking'aa kwenye giza lazima giza liondoke. Leo kuna
watumishi wa Mungu wameokoka, wakipanga mahali wanakimbia, hii kule kuna wachawi. Wewe hujaokoka. Neno la Mungu unapokuwa nalo, alafu sio neno la Mungu, unakuwa na maisha pia matakatifu. Amina. Mimi nakwambia hivi, lazima kilichomuua yule kijana, alikosa ujasiri baada ya kulipuuza neno la Mungu. Mara ya kwanza ameondoka na ujasiri. Mchungaji, shakubiri pale Mtwara pale Kilima Soko pale. Kilo Masoko pale. Wangapi wanafahamu pale? Kilo Masoko. Nimeenda kanisa la EAGT, nimealikwa EAGT. Siku ya Ijumaa naanza maombezi, na mwekea mwanamke mmoja mikono, anaanguka. Anasema mimi ni mchawi, mume wangu nimemweka ndani ya chupa. Alafu mwanamke yuko pale, mwanaume. Nimemweka mume wangu, alafu mbaya zaidi mama anasema ni mchawi, ndio anayenipikia na lala kwao. Omba akasema ile chupa ipo kwenye kabati na mume wangu yuko mle. Binti yake alikuwa yuko likizo, anasoma chuo. Sasa mchungaji, naomba tukaivunje hiyo kabati. Watu wakaondoka kuvunja kabati. Baba huyu hapa kwenye chupa. Wakaja mbio. Mchungaji, huyu baba na kwenye chupa yupo. Mimi na mchungaji mbio mpaka nyumbani. Kumkuta yule baba yuko kwenye chupa. Mara achuchumae, mara akae, mara asimame. Tofauti yake, kwenye chupa amevaa shati la maluni. Kwenye mkutano amevaa shati la draft, amechomekea. Kwenye chupa ana nywele kubwa. Lakini neno la Bwana likanipa ujasiri. Kama umeokoka, neno huna, ufiki popote. Neno la Mungu kama huna, maana mahubiri ni mengi. Tunasimama kwa sababu tunamjua Kristo. Na tunamjuaje? Tunamjua kwa kumsoma. Nataka nimjue Yesu. Nijue pendo lake. Yes. Jambo la pili la kuzingatia. Sema jambo la pili. Jambo la pili, hizi ni vipengele. Hivi vilikuwa ni vipengele. Jambo la kwanza ni neno. Sasa hivi ni vipengele. Kwa nini? Why the word of God? Moja, neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Mbili, neno la Mungu hutupa nini? Tatu, naisha tu hapo mbili. Ngoja niangalie. Tatu, neno la Mungu linatufanya tusiwe wa kawaida. Pengine cha tatu. Tunazingatia neno kwa sababu neno la Mungu, mchungaji, linatufanya sisi tusiwe wa kawaida. Sisi bila neno ni wa kawaida mno. Nabii kijana alipoliarifu neno akawa kawaida, paka akaliwa na simba. Cheki alipokuwa hajalipuuza neno, alikuwa si wa kawaida. Na ndio maana ukiona mtu amesimama, wachawi wanamkimbia, tunafukuza mapepo, kwa sababu tuna Mungu ndani yetu. Lakini tukilipuuza neno, sisi ni wa kawaida. Tunazingatia neno kwa sababu neno la Mungu linatufanya tusiwe wa kawaida. Msasheka mimi bila neno la Mungu ni wa kawaida. Kwa lugha nyingine, mimi bila Mungu, maana neno ni Mungu, mimi ni wa kawaida. Ndio maana Samsoni anasema hivi, nikishafungwa kamba alafu ikawa 1 2 3, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitafanana kama binadamu wengine. Kumbe Samsoni hakuwa kama binadamu wengine. Na ndio maana mtu wa Mungu, nisikilize, ukishaokoka wewe, Mungu anakubadilisha. Ndio maana usijihesabu sawa sawa na ndugu zako ambao hawajaokoka. Ni kweli mnafanana nao. Ukishaokoka Mungu anakubadilisha. Akishakubadilisha, na ndio maana wewe baraka zako hazitegemei ukoo. Ni kweli kabisa, itabaki tu unafanana nao miguu na masikio na pua, lakini wewe sio kama wao. Itabaki tu unafanana nao kichwa, lakini wewe sio kama wao. Unajua mimi hapa nilipo msasheka. Ni kweli ndugu zangu, nafanana nao masikio, nafanana nao mdomo, lakini sio kama wao. Kwa nini? Mimi nafanya yale ambao wao hawajafanya. Wewe sio kawaida. Wewe sio kawaida. Usijifananishe na ukoo wako. Wao ni wa kawaida. Yaani wao ni wa kawaida. Samsoni anasema hivi, nikishanyolewa tu nitakuwa kama binadamu wengine. Ndio maana msasheka anapoendesha gari, mimi nasema mimi sio msasheka anaendesha gari. Yuko Mungu ndani yangu. Ninapotembea popote, simeandikwa Paulo anasema hivi, sio mimi ninayeishi, bali Kristo ndani yangu.
Wewe sio kawaida. Na ndio maana marufuku kujifananisha na ukoo wako. Wewe ni password ya familia. Wewe ni password ya ukoo. Jitofautishe, alafu ujikubali. Wengine neno gumu. Sikiliza, hata kama hujasoma. Yaani mimi katika wangefuata vigezo vya vyeti mimi. Ni kituko. Sinaga cheti isipokuwa cha ndoa. Lakini nakula sahani moja na wenye vyeti original. Mwaka jana nilicheka mchungaji, nikwambie kitu. Kuna mkutano section waliandaa section moja hivi. Sasa nikafika, wananiheshimu, Musa Sheka. Amekuja mtu anasema, "Ai jamani, Mungu ametuhurumia nyie." Moyoni hivi wanajua vyeti vyangu hao. Sasa kuna mchungaji wakachinja kuku, wakamwambia mchungaji fulani, wakamteua mchungaji. Yaani unateuliwa kama neema, unateuliwa kale na mhubiri kuku. Yule mchungaji tukawa tunakula ndani, tunakula analia. Nikamwambia, "Nini ndugu yangu, mbona unalia?" "Yametimia maandiko." "Nini?" "Nimeketishwa na wakuu." Eti mimi. Nilicheka mchungaji kama yeye. Kila mtu ni mkuu, tegemea mkuu kwa nani? Lakini nikakaa nikatafakari. Yuko sahihi. Bila neno mimi ni kawaida. Nikaenda kwenye gari, nilicheka mpaka machozi. Eti yametimia maandiko. Eti yeye anasema kwamba Mungu muinua mnyonge mketisha na wakuu. Mimi mwenyewe natamani wakuu niketisha nao. Blessing of God can follow you wherever you are. Wewe tuitika potelea pote, unajua wewe unaelewa au uelewi, twende. Madam sio tusi. Kwa hiyo neno la Mungu, mchungaji baharia, wewe bila neno ni wa kawaida. Lakini kwa sababu ya neno, mchungaji sio wa kawaida. Ndio maana anaweza katamka lolote likafanyika. Sio yeye, ni Mungu aliyoko ndani yake. Si unanielewa? Angekuwa mtu mmoja angesema hivi, unasema Mwakasege unaongea kitu gani? Nenda kwenye Biblia yako. Mimi nimepambana na wachawi. Yule baba tukamkuta. Nikamwambia mchungaji, hii chupa tuibebe. Kilo Masoko ni wabishi. Kwenye mikutano hawaji. Yaani alika na mwimbaji unayemjua wewe. Watakuwa kule kwa nani kule kwenye nini? Kwenye nini kule? Kwenye vibanda wanakuangalizia. Lakini baada ya chupa kufika, maana walikuja. Tukafika, nikamwambia mchungaji. Nikamwambia mchungaji, hii chupa tuibebe iende wapi? Kwenye mkutano. Sawa kabisa mtumishi wa Mungu. Tukamteua mzee kiongozi. Mzee kiongozi beba. Anasema, mimi sijiandaa. Tukamteua kijana mmoja, alikuwa mwenyekiti wa vijana. Mwenyekiti, haya mambo yanahitaji imani bwana. Kitu ambacho kinatushitua, ukijichanganya, ukishika tu chupa na kuvuta, mnakuwa wawili huko. Mchungaji akaniambia, mchungaji, na sisi tukiogopa, Yesu wetu hana maana. Nikasema ni kweli. Tuibebe hii chupa lazima. Nikamwambia sasa anzisha nikupokee kule mbele. Jamani, Yesu asifiwe. Nikamwambia mchungaji, naomba uanzishe hii chupa ibebe nikupokelee kule mbele. Unajua akasemaje? Unajua wiki hii wingu lipo kwako. Wewe nitamalizia kesho ushuhuda. Kwani kesho uji? Watching part 2. Point ya pili. Na ya mwisho ya kuzingatia. Mambo muhimu ya kuzingatia. Hebu sema mambo muhimu ya kuzingatia. Jamani, jambo la pili la kuzingatia, hebu sema kuwa na msimamo. Andika tu jambo la pili la kuzingatia, msimamo au kuwa na msimamo. Jamani, Yesu asifiwe. Jamani, huyu kijana mchungaji angekuwa na msimamo angekufa.
Mtumishi wa Mungu, kinachowaponza watu wengi ni kutokuwa na msimamo. Hii dunia kama huna msimamo utakufa kabla ya kufariki. Kuna Wakristo leo hawana nini? Wewe umeokoka, alafu naambiwa mwezi wa 12 wote kutambika. Kwa vile hauna msimamo unaanza. Unajua sio vizuri kukosana na ndugu. Mimi nawachangia tu mchango. Huna msimamo. Narudia. Kilichomuua kijana mpaka akaliwa na simba kutokuwa na nini? Angeonyesha msimamo angekufa. Mtaani kwako weka msimamo, wajua ameokoka huyu. Binti weka msimamo kwamba wallahi walasuri nimeapa sitazalia nyumbani mpaka nifunge ndoa. Weka msimamo. Weka msimamo kwamba sitafanya hiki. Watu wengi leo hawana msimamo. Huyo kijana alikosa msimamo. Kuna maamuzi mengine yanategemea na msimamo. Ukisema ufuate maoni ya watu hautaishi. Weka msimamo wa kwako, kwamba sasa naweka msimamo, watakavyosema potelea pote. Na uzuri kwamba watu hawataelewa mwanzo wako, wataelewa mwisho wako. Ndio mchungaji unaweza kaanzisha jambo sasa hivi, jamani nataka tufanye 1 2 3, watu wasikuelewe, ila miaka 3 ndio watakuelewa. Wakati mimi nafungua pale Tabora pale kanisa, nilihesabiwa kwamba unaenda pale wamekimbia watu 1 2 3, wewe utaweza. Nikaweka msimamo kwamba naenda kufungua. Leo hii wamenielewa. Leo hii watu wazima 200 wamenielewa. Weka msimamo. Unapookoka, mimi wakati naokoka, mama yangu aliposikia nimeokoka alikasirika. Mama alikuja kutoka Singida, mimi ni mtu wa Singida, akaja kipelekea kaa Igunga. Alikuja amekasirika. Kumbuka nimekaa kilabuni miaka 2 hawanitafuti. Aliposikia nimeokoka, mama akaja akanaambia, nimesikia umebadili dini, umejiunga na dini ya kulialia. Ni kweli au ni uongo? Nikanyamaza. Wakati huo na wiki 2 nimeokoka, yani roho ni wa kugusa tu. Akanaambia, mwanangu, naomba, nimekuzaa sitakuzaa. Nikamwambia umenizaa. Narudia. Hii dini ulio ya kulialia, uliojiunga nayo, ni ukweli au ni uongo? Nikamjibu, sio uongo, nimejiunga nayo. Na kadri unavyonisemesha nitaanza kulia sasa hivi. Msimamo. Zamani kulikuwa na nyimbo pambio. Tangaza, tangaza, tangaza msimamo, watu waelewe kwamba wewe umeokoka. Leo kuna watu wameokoka ofisini kwao hawajui kama wameokoka, ila wanajua ni Mkristo. Huna msimamo. Kama unafanya kazi, mwambie shetani, sikiliza, nimeweka msimamo, sitachukua rushwa mpaka Mungu atakaponibariki. Huo ni msimamo. Huyo kijana alipokosa msimamo, kaliwa na simba. Mabinti, wekeni msimamo. Ni kweli sisi tunawaolewa mabinti, tunawaombea mabinti waolewe, ndio kiu yetu. Mmoja nilimwombea binti yangu, alikuja juzi tu kanisani. Baba uko ofisini? Safi kabisa. Kwa mwaka jana. Mchungaji samani, tayari nini? Bwana ametenda. Nina mchumba. Wow, nikasema asante Yesu. Mwanangu, hebu niambie ameokoka? Pombe hanywi. Ameokoka. Yaani yule baba, yule kaka, yeye ni Mkristo. Jibu swali, ameokoka. Yaani yule kaka, baba yake, mama yake, wote ni Wakristo. Kuja kufuatilia ni jamaa alijaokoka. Kumshauri mwache huyu kijana. Weka msimamo. Jamani, Yesu asifiwe. Onyesha msimamo. Kwenye maisha kama huna msimamo, hautafanya chochote. Unapokuwa unaishi, jiweke kanuni. Watakuja wengi kukupotosha, watakushauri, lakini wewe simamia ulichokiamini.
kwamba hii dini nimeamua kujiunga nayo sawa, ili kanisa nimejiunga nalo sawa, hata lingefunguliwa pembeni hapa ya sheri, nimeweka msimamo, mimi ni wa madhabahu hii, nimeweka msimamo, mimi ni wa hapa, nimeweka msimamo, hata lije jaribu kubwa kiasi gani, sitaacha kwaya, sitaacha praise, sitaacha ibada. Weka msimamo. Okay, vipengele viwili. Why? Kwa nini tuonyeshe msimamo? Jambo la kwanza, kipengele cha kwanza, tunaonyesha msimamo kwa sababu ili tumheshimishe Mungu tuliye naye. Andika. Tunaonyesha msimamo ili tumheshimishe Mungu tuliye. Ukimaliza kuandika nisaidie jambo moja tu. Muulize jirani yako, mtaani kwako Mungu wako anaheshimika? Haya. Geukia mwenzako, mwangalie uso, hata kama anakudai, muulize. Mwambie mtaani kwako Mungu anaheshimika? Mwambie ofisini kwako Mungu anaheshimika? Tunaweka msimamo ili Mungu wetu aheshimike. Kuna watu, huyu nabii kijana kwa kutokuwa na msimamo Mungu wake alizarauliwa. Alikufa vibaya. Unajua unaweza ukafanya Mungu wako akaheshimika mpaka watu wakamtaka Mungu wako. Unasema unajuaje? Angalia Mfalme Nebukadneza aliposimamisha sanamu, lina masikio hayasikii, lina macho hayaoni, lina pua hainusi, miguu haitembei. Akasema mtakaposikia zomari, zeze, santuli na sabufa wote muiname. Lakini vijana watatu tu wakaweka msimamo, wakasema hatuko tayari. Tukifika mbinguni watu wa kwanza kwa saka ni hao. Napenda jinsi ambavyo walionyesha msimamo. Narudia, tukifika mbinguni watu wa kwanza kuwatafuta ni Shadraka na Meshaki. Wamekaa siti ipi? Niwaambie hivi ndugu zangu, ninyi ilikuwa kuaje? Maana sisi ilikuwa tu ukinyima watu chakula hoi huko njia panda, niache wokovu au niendelee? Nyie moto. Mfalme akawaita, akamwambia sikia Shadraka, nimewapa play off. Mtakaposikia mara ya pili mwanguke, na mkikataa saa hiyo hiyo mtatupa kwenye tanuru ya moto. Je, ni Mungu yupi? Ni Mungu yupi atakayewaokoa na mikono yao? Swali lilikuwa dogo tu. Mfalme, sikiliza, hatuko tayari kukujibu kwa hili, ila wewe jua tu kwamba hatuko tayari. Wakachochea tanuru, moto ukawashwa, vijana wanatupwa kwenye moto, bado mpaka wanadumbukia kwenye moto, wanamsimama. Walipoonyesha msimamo, ndipo Mfalme Nebukadneza akatangaza, akasema kuanzia sasa dunia nzima natangaza Mungu atakayeabudiwa ni wa Meshaki, ni wa Shadraka na Abednego. Leo tunajivunia Mungu wa Shadraka. Kuna watu walimheshimisha Mungu. Leo nasema hivi, namtaka Mungu wa Shadraka, namtaka Mungu wa Meshaki. Kuna watu walijizabihu, kuna watu walijitoa sadaka ili Mungu wao aheshimiwe. Hata wewe jitoe sadaka, iwe ni kwenye familia, kwa mume wako. Mwambie mume wangu nakupenda, lakini kwa hili onyesha msimamo. Aya. Je, Mungu wako anaheshimika? Kazini kwako Mungu wako anaheshimika? Yaani mpaka wafanya kazi waseme hivi, hakika huyu mama, huyu dada, huyu kijana Mungu wake namtaka. Ataheshimikaje? Maana kwenye rushwa mnagawana, tena wewe ndio unawapunja. Ataheshimikaje? Ifike wakati waambie mimi simo. Hata kama unajenga nyumba, huyu jamaa kweli amejenga, lakini ni Mungu wake amemsaidia. Mfalme akatangaza hivi, kuanzia leo Mungu atakayeabudiwa ni wa Meshaki, Shadraka, Meshaki, Abednego. Mpaka leo Mungu wa Shadraka ameheshimika, dunia nzima inamsoma. Lakini ni watu watatu tu. Unaweza ukaweka msimamo peke yako, ukamheshimisha Mungu kwenye ukoo, ukamheshimisha Mungu kwenye familia, ukamheshimisha Mungu kwenye ofisi yako, ukamheshimisha Mungu kwa vijana, ukamheshimisha Mungu pale ulipo.
Amina hamna? Geukia mwenzako, mwambie weka msimamo. Yaani kuna watu hawana msimamo wenyewe. Ni watu wangapi leo wanasema bora kama Mungu hujatenda, ni bora nife kuliko kuacha. Na usimpende Mungu wakati wa raha. Mpende Mungu nyakati zote. Siku zote tunaimba siye. Siku zote tunaimba siye. Ametutengeneza. Yesu ni Bwana. Ametutengeneza. Yesu ni Bwana. Bas. Nilipookoka mimi nimechumbiwa wasichana 8 walinikataa wote. 8. Yaani 3 tumeenda kwa mchungaji kila kitu hadharani. Baadaye tu mimi nimegaidi bwana. Lakini niliweka msimamo kwamba sitatorosha mwanamke. Wakinikataa wote, potelea pote. Mimi nilikuwa nioe, mchumba wa kwanza ilikuwa 2006. Ndio mchumba wa kwanza kuchumbia. Lakini kuja kuoa 2014. Na 15. Miaka mingapi hapa? Ningekuwa wewe, jamani, si uzae tu utatubu. Niliweka msimamo. Tunaonyesha msimamo ili Mungu wetu aheshimike. Unajua kwenye ukoo unaweza Mungu akakuchagua peke yako ukoo mzima. Wale watu sio kwamba wakuoni, wanakuona vizuri sana unapoabudu. Yaani wanajaribu kutofautisha dini yao na Mungu wako. Wakiona una mabadiliko, wakiona ulipokuwa huku ilikuwa tofauti, wakiona Mungu wako ameenda kufanya kitu, ameenda, ndio maana imeandikwa hivi kwamba kwamba machozi yangu yamekuwa chakula changu usiku na mchana, pindi waniambia hapo yuko wapi Mungu wako. Ifike wakati wamuone Mungu wako. Wakishamuona Mungu wako hakuna namna, watakwambia twende tupeleke kanisani unapoabudu. Manake watajua kwamba wao ni dini lakini wewe una Mungu. Kuna utofauti mkubwa kati ya dini na Mungu. Usije ukasali TAG na wao wako kwenye dini, maisha mkafanana. Kataa. Mwambie Mungu nahitaji wakuone, wakuheshimu kwenye ukoo. Siku moja nilikuwa nimepanga chumba Gongo la Mboto. Unajua kupanga kwa wapangaji wengi kuna raha. Yaani kuna maisha tu, yaani kuna maisha fulani yana raha fulani hivi. Huyu ametokea chumba hiki, huyu katokea hapo, huyu katokea hapo. Yaani kama mbea umekaa unawaangalia. Hata mwenye nyumba alikuwa ni mkali, ataki mpikie ndani, nataka wote mtoe majiko pale. Mimi kuna wakati nilikuwa nafunga siku 7 kavu. Jiko hawalioni. Wanasema hana chakula Musa. Wananizalau kweli. Musa, kula ni muhimu. Tafuta hela, nunua chakula. Kuna siku nilikaa siku 7 na natoka tu kwanza, yaani kama kuku kwa zalula atofu narudi ndani. Siku 7. Zalau kibao. Baba mwenye nyumba, zalau, wapangaji wenzangu zalau. Siku moja. Acha kabisa. Acha. Binti yake baba mwenye nyumba kapandisha mashetani usiku. Taaluki, wapangaji wote wakatoka nje. Nikasema mimi sina haraka ya kutoka, wanigongee wenyewe. Unajua usijipeleke, acha mbingu zikutambulishe. Hawajakaa sawa, binti ameshafunga mlango. Kulikuwa na majaba ya maji, akamwaga maji, wanakutana kule nje, anatoka maji ameshamwagia TV, wafanye nini sasa? Nikasikia tu kom mchungaji. Walikuwa wanatania mchungaji. Nikafunga nini? Bwana njoo tusaidie huku. Nini kwani? Nikamwambia ngoja nivae kwanza. Nikapiga magoti, Mungu, imefika saa ya kukutambulisha. Nikasema kwa jina la Yesu fungua mlango. Nikafungua. Natoka! Chini. Nilipoanguka mama mmoja atakajifanyia anakuja na nani? Na maji ya upako na mimina. Nikamwambia wewe, baba toka hapa. Hiyo chupa ulikuwa nayo?
Baba mwenye nyumba alimkamata, hebu usiniondolee. Baba akamsukuma. Nikaombea nikasema Mungu naomba gusa na wengine. Nikakemea, sitakaa saa mwingine mpangaji nikasema kulikuwa na taharuki. Kuanzia hapo sikupika chakula, wanapeana zamu. Wakipika Musa wali huu hapa, nikawa nachagua chumba gani upika nyama leo. Mungu wangu akaheshimika paka na hama Dar es Salaam. Kipengele cha pili, kwa nini tuzingatie? Tunazingatia kwa nini tuwe na msimamo? Tunakuwa na msimamo ili kutompa nafasi nabii mzee. Andika hiyo point. Narudia. Tunaonyesha msimamo ili kutompa nafasi nani? Hebu sema kutompa nafasi nabii mzee. Yaani mchungaji, nabii mzee ukimpa nafasi umeisha. Dawa ya nabii mzee kutompa. Nabii kijana kama hangempa nafasi nabii mzee hangekufa. Yaani nabii mzee ukishampa nafasi tu ana maneno laini. Nabii mzee anajua kuongea. Maana alimwambia mimi nami ni nabii kama wewe. Kwa lugha nyingine, mimi nami nimeokoka kama wewe. Nabii mzee ni nani kwa leo? Nabii mzee sio mzee wa umri. Ni Mkristo aliyechoka. Ni Mkristo ambaye yupo kanisani, yeye mbinguni alishaahirisha, ila yupo kanisani kuwarudisha watu nyuma. Leo tunao washirika, kazi yao ni kumwangalia nani yuko moto, nani yuko spidi, anamfuata. Wewe tulia wewe. Sisi hapa tangu kiwanja kinanunuliwa tupo. Nabii mzee. Leo kuna roho ya manabii wazee. Anaweza akahamia mshirika hapa, yupo moto, ni mtoaji. Ghafla anadakwa na nabii mzee. Anakuwa wa kawaida. Kanisani kwangu mwaka mmoja, miaka 4 imepita, alihamia mama mmoja. Nikasema Mungu amenipa. Yule mama jamani, mume wake alikuwa ni engineer. Jamani nyie shetani nyie. Siku moja nilikuwa nahubiri ujumbe, tupanue kiwanja pale, tununue nyumba. Sijamaliza, mama akasema natoa 2,000,000. Haleluya. Baada ya ibada aliniletea nyumbani. Milioni ngapi? Bado mgeni wa mama. Nikasema Jumatatu nikafahamu kwake nimtie moyo. Nafika tu odi, naingia nakutana nabii mzee ameshatangulia. Mshirika ambaye ninamjua, ambaye kazi yake ni kuvunja moyo watu. Nikamkuta amekaa kwenye kochi. Nikasema kwisha. Makanisani leo kuna manabii wazee. Hapa hawapo. Ila makanisa mengine jihadhari. Unaweza ukapokea Mkristo. Yule mama baada ya miezi 2 nilikuwa nahubiri kuchangisha kinanda. Nikaanza mwenye 100,000, mama ananiangalia tu. Mwenye 50,000 afu na mzungu wapi? Mwenye 20,000 ananiangalia tu. 10,000 hakutoa. Amedakwa na nabii mzee. Kwenye double K manabii wazee wapo. Kwa wababa manabii wazee wapo. Weka msimamo, usimpe nafasi nabii mzee. Sikiliza, nabii mzee yeye Mungu alishagamwacha. Nabii kijana bado anatembea na Mungu. Yule nabii mzee alishagaachwa na Mungu miaka mingi. Nabii kijana toka Yuda alikuwa bado anatembea na Mungu. Leo kuna washirika makanisani wako makanisani ukweli kabisa, mbinguni walishaahirisha kwenda. Tuko nao TAG, ila mbinguni walishaahirisha. Lakini bado tunao, kazi yao ni kuangalia nani mtoaji. Ukiahidi 500,000. Yaani kuna washirika ni wakosoaji. Kila kitu ni kukosoa, paka na matangazo ni kukosoa tu. Nabii mzee. Tokee mwenzako muangalie. Usimsemeshe, utajua tu nabii mzee au nabii kijana. Leo kuna roho za manabii wazee makanisani. Na hizo roho zimetesa kanisa leo. Unakuja umeokoka,
unaingia hapa uko moto, naambiwa tulia wewe, mimi nami nimeokoka kama wewe. Kwenye kwaya kuna manabii wazee. Wewe ndoa yako ina mwaka mmoja, alafu unaweka urafiki na mwanamke ambaye wanaume wote wanaona umbwa, kweli ndoa itaenda? Manake umeweka marafiki na nabii mzee kwenye ndoa. Punga mkono wako namna hiyo. Yaani kuna washirika mchungaji hawana kabisa, yaani msimamo hawana. Hii sawa iko sana na redio. Namaliza. Weka msimamo. Unajua mchungaji, sisi tuna namba za washirika. Nampenda binti yangu Aksa ile pale. Yule status zake zote miaka yote ukiona ana hii Biblia tu, kaposti wimbo wake, kaposti wimbo nini, kaposti mahubiri kwenye status. Lakini kuna washirika leo mnafikia hatuonagi status kabisa. Mtu anajirekodi eti wendo wele nilikupenda ukamuona kidampa kabisa, afu anarusha wendo yule kisa wewe kabisa. Utakufa vibaya na kuhudumia wewe. Geukia mwenzako, mwambie nabii kijana, nabii mzee, geukia. Mchungaji, tunaonyesha msimamo ili kutompa nafasi. Nabii mzee ukimpa nafasi umeisha. Mchungaji, hata kwa wachungaji kuna manabii wazee. Yaani sisi wenyewe wachungaji, katikati yetu wachungaji wako manabii wazee. Onyesha msimamo. Nabii mzee akikwambia, mwambie ushindwe, nina safari ya kwenda mbinguni, uweze ukanipunguzia mwendo. Nimeamua kumtumikia Yesu Kristo, nimeamua kuimba kwaya, nimeamua kuimba praise, nimeamua kuomba, nimeamua kumtolea Bwana. Usije ukampa nafasi nabii mzee. Ile mama aliweka urafiki na nabii mzee. Alikuwa mwenyekiti wa WWK kanisani kwangu. Kuna wenyekiti wa WWK wana roho mbaya kuliko shetani. Yaani aliwachangisha watu walichanga, yeye zile hela akachonyesha sale, alafu zawadi yangu nikapewa saa ya ukutani. Mwaka mzima unapewa saa ya ukutani. Ndio kuna nyimbo zingine zinakuja automatically. Nikafikiria wachungaji wakawa wanapigana simu. Mimi bwana nimetengenezwa kiwanja. Mimi bwana wamejitahidi mwaka wa milioni 3. Kwa mtu mmoja yuko pale Kigamboni kanipigia. Musa, naambia kwako vipi? Nikamwambia wamefanya vizuri. Mimi bwana mimi wamejitahidi milioni 4. Ukaja wimbo tu, nikifikiri maisha yangu, mapito nayopitia, taabu na shida, kero nazo zipata, ndipo napojua mimi wewe ni Mungu. Ndipo napojua mimi wewe ni Mungu. Ukasema msasheka, nenda kanitumikie. Nikasema siwezi, sitaki kukutumikia. Elimu yangu la 7, mke wangu, mama yangu uzuni kutu, mimi nifanye. Kwenye maisha kila wimbo unakuja kulingana na mazingira. Hali unayopitia ndio wimbo unakuja. Ukipitia hali nzuri, ghafla unakuja wimbo, Baba nimerudi tena. Hali nzuri. Hivi kweli mtu unamzawadia saa, na kwenye mkono ana saa? Yule mama ndio nikamkuta yupo kwa mshirika. Lakini nikamuita nikamuonya, mama Samari, yule mama sio mtu mzuri. Akamwambia, eti nimeambiwa sio mtu mzuri. Afu manabii wazee wana ushawishi. Manabii wazee wanasikilizwa. Manabii wazee wana sauti. Manabii wazee. Tusimame. Mambo ya kuzingatia. Wangapi kesho watakuja? Kesho nitakuwa na kitu kingine. Rabashaka. Kuna kulia inua juu.